Umuhimu wa meza ya Bwana kwa kanisa. Umuhimu wa meza ya Bwana kwa mwili wa Kristo ambao ni kanisa. Umuhimu wa meza ya Bwana kati yetu. Na nitapenda kusoma kitabu cha Yohana sura ya 6. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 6. Tasoma mstari wa 54 hadi mstari wa 56. Yohana sura ya 6 mstari wa 54 hadi mstari wa 56. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Mstari wa 55. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ukaa ndani yangu, nami ukaa ndani yake. Maneno haya aliyazungumza Bwana wetu Yesu mwenyewe juu ya umuhimu wa sisi kushiriki mwili wake na kushiriki damu yake, kama alivyotoa maelekezo kabla ya kufa kwake. Alitoa maelekezo kwamba jinsi gani tunaweza kushiriki mwili wake na damu yake. Sasa kwa sababu ushiriki wa mwili na damu ya Yesu una masharti mengi, watu wengi wanakaa muda mrefu sana bila kushiriki meza ya Bwana. Leo nataka niwape siri ambayo muda mrefu watu izungumzi. Mara nyingi makanisa yanazungumza upande mmoja juu ya meza ya Bwana. Wanazungumza juu ya tahadhari ya kushiriki isivyostahili, na hivyo kunakuwa na hofu kwa watu wengi kwa sababu ya maisha ya dhambi michanganyo. Kwa hiyo wengi wanasema, ili niwe salama sitashiriki meza ya Bwana. Nisikilize, uangalie mstari wa 54. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa lugha nyingine, kama ushiriki meza ya Bwana hautafufuliwa pamoja na watakatifu. Kama unajiona huna sifa kwa sababu ya maisha ya michanganyo na unajaribu kukwepa meza ya Bwana ukifikiri uko salama, unajiweka kwenye nafasi ya kuto kufufuliwa siku ya parapanda itakapolia. Hii ndio hatari ambayo kanisa imeibeba, kwamba tunazungumza, unajua kama unajiona kwamba ni mwenye dhambi, hujakaa vizuri na Bwana, usishiriki. Wasiposhiriki meza ya Bwana, wasiposhiriki, wanajitengenezea aina nyingine ya kukosa sifa ya kutukufuliwa. Yesu ndiye anayesema, aulaye mwili wangu anao uzima wa milele ndani yake, nami Yesu nitamfufua huyo mtu siku ya mwisho. Na sisi ambao tunasoma Biblia tunafahamu kwamba kutakuwa na ufufuo wa wafu
wa aina mbalimbali, lakini ule tunaotarajia sana ni ule siku ambapo parapanda itakapolia. Biblia inasema walio katika Kristo, waliokufa katika Kristo, waliolala katika Kristo watafufuliwa kwanza, alafu kisha sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, yanasema tutanyakuliwa pamoja nao kwenda kumlaki Bwana mawinguni. Sasa kama huwa unakwepa meza ya Bwana kwa sababu ya makando kando, kwa sababu ya vinyongo, kwa sababu ya hasira, kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya udanganyifu, ujue kabisa una nafasi ya kufufuliwa katika ufufuo ule wa unyakuo, ufufuo wa kwanza wa watakatifu. Kwa hiyo tunapoelekea katika kipindi cha Easter, kama kujitakasa ujitakase, kama kujiweka sawa ujiweke sawa, ili usije kuwa ni miongoni mwa watu wanayekwepa meza ya Bwana mara kwa mara kwa kusema kwamba unajua, naogopa kwa sababu nimegombana na fulani, nimekosana na fulani, nimekosana na fulani, kwa hiyo kwa sababu hiyo ya kukosana watu hawa siwezi kushiriki meza ya Bwana. Sawa, usishiriki. Kwa mara ya kwanza usishiriki, mara ya pili usishiriki, mwaka mzima usishiriki, miaka miwili usishiriki, mitano usishiriki, lakini ujue ipo siku utaondoka duniani. Lakini sio tu utaondoka duniani, ipo siku parapanda italia. Nimemsikia mhubiri mmoja amesema anatamani kwamba Yesu kama ikimpendeza arudi siku ya Jumapili, maana ndio siku ambayo kidogo Wakristo wengi wanakuwa na nafuu ya maisha yao. Yaani angalau wanakwenda kanisani, walau sasa hawatukanani na wake zao, lakini Jumatatu matusi mtindo mmoja. Mbona umechelewa kuweka maji? Matusi. Mbona umechelewa kufanya hivi? Jumanne hivyo hivyo. Anasema akirudi Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi atakuta wengi wameachwa. Lakini unapokuja Jumapili wanajizuia. Baba hata kama amekwaza na mkewe anasema, bwana leo Jumapili bwana, acha niende kanisani. Na unajua kuna makanisa ambayo yanafahamu umuhimu wa meza ya Bwana, wao wanashiriki meza ya Bwana kila Jumapili. Na hilo ndio kusudi la Kristo la meza ya Bwana. Kwa sababu ametuelekeza, anasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Sasa Yesu anaposema tule mwili wake, maana yake nini? Kwa sababu leo hatumuoni kwa macho. Leo hayupo kwa macho haya. Sasa mtu anajiuliza, mchanga kiroho, mwongofu mpya, mtu anasikia mafundisho anasema, mimi nawezaje kula mwili wa Yesu? Yesu ametupa maelekezo jinsi gani tunaweza kushiriki kula mwili wake kwa njia ya kushiriki mkate mtakatifu usiokuwa na chachu, usiokuwa na hila, na mzabibu usiochachuka, kama viwakilishi wa mwili na damu ya Kristo. Kwa hiyo kanisa lina jukumu la kuandaa kitu ambacho ni kikamilifu, perfect, mkate ambao ni mkamilifu, ambao umeelekezwa, usio na hamira, usio na chachu yoyote, ukiwakilisha mwili wa Kristo, usio na hila, usio na mawaa, usio na makunyanzi, na mzao wa mzabibu halisi. Maana nilikuwa nikisikia wakati mwingine baadhi ya wahubiri wanaambia watu, wewe chukua hata maji utayageuza kuwa damu ya Yesu. Wewe chukua tu hata soda na chemicals, Yesu kuigeuza kuwa ndio damu maalum inayomwakilisha Kristo. Yesu ameelekeza mzao wa mzabibu. Yesu ameelekeza mkate usiokuwa na chachu, kwa sababu ile chachu inazuiliwa, inawakilisha asili ya damu. Kwa hiyo sisi kama kanisa na hasa viongozi lazima tuyachunge sana maisha yetu ya kiroho, na tusikubali kwamba upite muda mrefu sana bila meza ya Bwana, kwa sababu Yesu anasema uko ndio kumla yeye, pamoja na kufundishwa maneno ya Mungu, kuhubiriwa, kufanywa kila kitu ambacho kinahitajika katika maisha ya kiroho.
lazima kushiriki meza au chakula cha Bwana. Tukianzia katika Injili ya tuanzie kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23 na kuendelea. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23 na kuendelea. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule alipokuwa anaelekea kusulubiwa, aliyotolewa, alitwaa mkate, naye akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na hivi mstari wa 25, baada ya kula akakitwaa kikombe, akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Yesu mwenyewe alishiriki meza yake kwa njia ya uwakilishi wa mkate usiochachuka na mzao wa mzabibu kabla ya kusulubiwa kwake. Akaacha kielelezo cha wazi na akaliambia kanisa, fanyeni hivi mara kwa mara kwa ajili ya ukumbusho wangu. Na Paulo mtume akiwaandikia Wakorinto anawaambia yeye hajaongeza kitu wala hajapunguza kitu. Yeye kama alivyopokea kutoka kwa Bwana, kama alivyosikia kutoka kwa Bwana ya kwamba Yesu usiku ule wa Alhamisi kuelekea Ijumaa, kabla hajatolewa kwa ajili ya mateso yake, alikaa na wanafunzi wake kwa ajili ya kushiriki chakula cha Bwana, akiweka kielelezo cha wazi kwa kanisa, kwa viongozi, kwa washirika na kwa waumini wote kwamba hili ni jambo muhimu sana. Na Paulo alipokuwa analiandikia kanisa kubwa kabisa wakati ule la Wakorinto, akajua kwamba nyaraka hizo zitakwenda kwenye makanisa mbalimbali yote ambayo yalikuwa ni makanisa kwenye mataifa mbali na pale Yerusalemu, ambako waliona kwa macho Yesu mwenyewe akishiriki mwili wake, akishiriki damu yake kupitia mkate usiotiwa chachu na mzao wa mzabibu. Katika Injili ya Mathayo sura ya 26, Yesu akitupa kielelezo umuhimu wa kushiriki meza na chakula cha Bwana. Mathayo sura ya 26 kuanzia mstari wa 26. Nao walipokuwa wakila, Yesu akatwaa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akasema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya watu, kwa ajili ya wengi, kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambia, sitakunywa kabisa tangu sasa, kwa sababu nakwenda kusulubiwa, kwenda kufa, na baadaye nakwenda mbinguni. Sitakaa na nyinyi katika mwili. Sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Yesu anatuhakikishia kwamba meza ya Bwana itaendelea mpaka mbinguni. Na ndio maana alihakikishia kanisa ya kwamba endeleeni kufanya hivyo mpate uzoefu. Endeleeni kufanya hivyo ili mjiwekee alama za Roho Mtakatifu ndani yenu, ambazo kwa alama hizo zitawafanya mtambuliwe kwamba nyinyi ni wanafunzi wangu, endapo mtatoka hapa duniani wakati wowote usio na jina,
Wakati wowote msioudhania, yako mambo mengi yanayoashiria ya kwamba kutoka duniani siku hizi sio kitu kigumu kama vile watu wanadhani. Jambo rahisi, jambo jepesi. Unaweza kutokumwona rafiki yako kwa wiki moja, usiwe na ujasiri sana kwamba bado yupo, au kutokumwona mtu kwa mwezi mmoja, usiwe na ujasiri kwamba bado yupo, kwa sababu kumekuwa na dalili zinazodhihirisha kwamba tupo katika siku za mwisho za dunia, ambazo zinafanya vifo kuwa vingi, na hivyo inamkaribisha Kristo kuwahi kuliponya kanisa, kulitwaa kanisa, ili siingie katika madhira ya kidunia pamoja na ulimwengu. Ndio maana Paulo anasema wazi kabisa kwamba hata liacha kanisa liingie katika kuhujumiwa pamoja na ulimwengu. Ndio maana siku moja tusioidhani, sisi sote parapanda italia. Na sisi ambao tunaishi miaka 2000 baada ya Kristo kuwa duniani, unapaswa kujua uko kileleni sana mwa kurudi kwa Yesu kuliko watu waliookoka karne ya kwanza wakati Yesu akiwa duniani. Na hili ndilo ambalo watu wengi walizingatia. Biblia inasema watu watakuwa wakiendelea kunywa na kula. Watu wataendelea kuoa na kuolewa. Watu wataendelea kulima, kufanya vitu vingi kwa kujisahau kabisa ya kwamba tuko karibu sana na uokovu wetu. Paulo akiwaandikia Warumi akawaambia, uokovu wetu umekaribia kuliko tulivyoanza karne ya kwanza, miaka 100 ya kwanza. Anawaambia Warumi, uokovu wetu umekaribia. Sasa jaribu kuwaza, tangu miaka 100 ya kwanza, sasa miaka 2000 imepita, tuko karibu zaidi. Kama ni mtu anayepanda juu ya mnazi anakaribia kufika, kama ni mtu anayesafiri anakaribia kufika, anaanza kujinyoosha, anaanza kujiandaa. Kama ni mtu ambaye yuko katika ndege, anaanza kumsikia captain akisema ya kwamba tunakaribia kuapproach mji fulani, nchi fulani. Na ndivyo kanisa linapaswa kujiandaa, kuwa tayari, kwa sababu Kristo wakati wote anarudi. Wakati wote anarudi. Na kama Kristo anakawia kidogo, labda miaka pengine kadhaa ijayo ambayo tuwezi kuiwekea kipimo kwamba ni miaka fulani, lazima ujiandae kabisa, kwa sababu tunaishi katika dunia ambayo yenye majanga ya kutisha, majanga ya kustaajabisha, dunia ambayo watu wanaposafiri lazima wawe na vyeti vya kuonyesha kwamba hawana COVID-19, dunia ambayo watu wanapokwenda nchi nyingine lazima waweke vitambaa au barakoa kwenye pua zao, dunia ambayo inamfanya usimjue mtu katika sura ya Mungu aliyomuumba nayo. Anaongezewa kitu kingine ambacho sio asili yake, kitu kingine ambacho sio chake. Jaribu kuanza. Yeye anasema uokovu wetu ukaribu iko tulipotokea. Bwana asifiwe. Nasoma Injili ya Luka sura ya 22. Injili ya Luka sura ya 22. Injili ya Luka sura ya 22. Nitasoma kuanzia mstari wa 14. Injili ya Luka sura ya 22 kuanzia mstari wa 24. Hata saa ilipofika aliketi chakulani, yeye na wale mitume pamoja naye. Akawaambia, nimetamani sana kula Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Kwa maana nawaambia ya kwamba sili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Akapokea kikombe, mstari wa 17, akashukuru akasema, twaeni hiki mgawanye ninyi kwa ninyi, maana nawaambia ya kwamba tangu sasa sinywi mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa, akasema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akasema, kikombe hiki ni agano jipya lililo bora zaidi katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya ni mazito kwa watu ambao walikuwa wanasikia maneno haya wakati wakiwa na Yesu.
bila shaka walikuwa wanalia, kwa sababu ilikuwa ni maneno ya buriani, yalikuwa ni maneno yake ya mwisho. Alikuwa anawaambia kwamba sitakula ninyi tena katika mwili, sitakunywa tena ninyi katika mwili. Watu ambao wamekuwa naye, wanampenda, wanamheshimu, wanamwamini, wanamwabudu, alafu anawaambia katika chakula cha mwisho, last supper, anawaambia this is a last supper with you, hatutakula tena isipokuwa ninyi sasa, kwa sababu bado mpo katika mwili. Mimi nakwenda Calvary, mimi nakwenda msalabani, lakini ninyi kwa sababu mtabaki. Petro unaona, Yohana unaona, Yakobo unaona, Mathayo unaona, Bartholomayo unaona, Filipo unaona, wote ambao mnaona na kanisa lilikuwepo wakati ule, mkafanye hivi, na kila mnapofanya hivyo mnatangaza mauti yangu hata nijapo. Na kwa kweli anasema damu yake ndio agano jipya. Na tunaposoma kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 22 anasema pasipo kumwaga damu hakuna wokovu. Pasipo damu ya Yesu hakuna msamaha wa dhambi. Na anasema mnaposamehewa dhambi zenu baada ya kuamini na kutubu na kuungama na kukiri yale yote ambayo mmekuwa mkiyafanya kinyume na mapenzi ya Mungu, mtakuja katika ubatizo wa maji, mtakuja katika ujazo wa Roho Mtakatifu, lakini msiache meza yangu, msiache kula mwili wangu. Hiyo ndio alama ambayo itanifanya siku ile itakapolia parapanda ya mwisho niwafufue. Hiyo ndio connection kati ya mimi na ninyi, ndio muunganiko kati ya mimi na ninyi. Usipokuwa na muunganiko huo, hakutakuwa na magnet, hakutakuwa na smaku itakayoweza kukunasa na kukutoa pale mavumbini, au kutoa pale baharini, au kutoa pale msituni, au kutoa pale ulikofia. Itakosekana. Lakini kama mtashiriki na uishi maisha ya kitaua, basi siku ile mimi naweza kuwatoa mahali ambapo mtakuwa mmelala, mtakuwa mmezikwa. Nitawatoa pale kwa sababu nitaona kile ambacho nimewaagiza kukifanya, mmekifanya maisha yenu yote. Huu ndio umuhimu wa kanisa, kujitahidi wakati wote kuhakikisha kwamba meza ya Bwana haikosekani, aidha baada ya miezi miwili, kwa wale ambao wanapata uwezo zaidi hata kila baada ya mwezi mmoja. Kwa sababu anasema fanyeni hivyo kwa ukumbusho wangu. Na sio haki mbele za Mungu kupitisha miezi 6 au mwaka au miaka miwili kwa sababu zozote ambazo zinaweza zikatolewa ndani ya kanisa na viongozi wanaotuongoza. Lazima tukatae, kwa sababu kwa kufanya hivyo tunajiweka katika hatari nyingine ambayo inaweza kuwa mbaya zaidi kuliko ile ambayo tunaiogopa sisi ya kushiriki bila kustahili. Na kwa nini tunaogopa kushiriki? Kwa sababu maisha yetu hayako vizuri. Hilo tunaangalia swala la masharti la kushiriki meza ya Bwana. Masharti ya kushiriki meza ya Bwana. Sharti la kwanza, uwe umemwamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi kwenye maisha yako. Awe Bwana binafsi. Sio Kristo awe Bwana kwa sababu ya mmeo amemwamini Yesu, mkeo amemwamini Yesu, fulani amemwamini Yesu, na mfuata baba kanisani, ndio kanisa la baba yangu, ndio kanisa la mama yangu. Hiyo haikupi experience yako mwenyewe ya kwamba umempokea Yesu moyoni mwako, umemkubali Yesu moyoni mwako, umempa nafasi Yesu moyoni mwako. Ni lazima iwe swala binafsi kati yako na Mungu, ya kwamba natubu dhambi zangu, naungama dhambi zangu, Bwana Yesu, karibu kwenye maisha yangu, kama tunavyoambiwa katika Warumi sura ya 10 mstari wa 9, ya kwamba tunapomkiri Yesu kwa vinywa vyetu na kuamini kutoka mioyoni mwetu tunaokoka. Na katika kitabu kile cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12 anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo, anawapatia uwezo maalum, anawapatia nguvu maalum, anawapatia neema maalum ya kufanyika kuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo kama upo kanisani hujaokolewa, leo ni siku yako ya kutubu na kuungama dhambi zako ili upokee uwezo na wewe kufanyika mwana wa Mungu. Usiwe kama mshirika tu
ambayo unatambuliwa na kanisa, lakini mbingu haikutambui, Yesu hakutambui, Roho Mtakatifu hakutambui, unapaswa kuwa mmoja katika washirika ambao Yesu anakutambua. Kwa hiyo sharti la kwanza ni lazima uwe umeokolewa. Sharti la pili, baada ya kuamini, unakwenda kwenye ubatizo wa maji tele. Yeye aaminiye na kubatizwa ataokoka. Tunafundishwa hivyo katika kitabu cha Marko sura ya 16 kuanzia mstari ule wa 15. Tunaambiwa kwamba lazima imani yetu iambatane na ubatizo. Tunapomwamini Kristo kwa mioyo yetu yote na akili zetu timamu, tunakwenda kwenye ubatizo unaitwa ubatizo wa maji mengi, ubatizo wa maji tele. Tunapoingia katika ubatizo wa maji tele, inakuja hatua ya tatu, maisha ya haki, utauwa na utakatifu. Maisha ya haki, utauwa na utakatifu. Ukitazama sana katika maisha ya haki, utauwa na utakatifu, utagundua kwamba kitu kikubwa zaidi kinachozungumzwa katika utauwa ni kuto kunajisi mwili wako. Kuto kunajisi mwili wako. Watu wengi sana hawajui jinsi ambavyo wananajisi miili yao. Unapokunywa pombe, unanajisi kinywa chako, unanajisi mwili wako. Unapovuta sigara, unanajisi kinywa chako, unanajisi mwili wako. Unapokuwa mtu wa matusi, unatoa matusi kinywani mwako ya nguoni, unanajisi mwili wako, unanajisi kinywa chako, unanajisi mwili wako. Unapoishi maisha ya zinaa, uasherati, hata kama viungo vinavyotumika ni vile vidogo mno, ama vinaonekana ni vidogo, lakini unaunajisi mwili mzima, unanajisi mpaka roho yako, unanajisi damu yako, mifupa yako, mwili wako, akili yako. Ndio maana nasema yeye azinie na mwanamke hana akili kabisa. Sio ngine anasema jizuieni na unajisi wa wanawake. Jizuieni na unajisi wa wanawake. Wanaume wanaambiwa kama bado hawajaingia katika ndoa, wajizuie na uasherati, wajizuie na zinaa. Wanaume ni rahisi sana kuingia katika uasherati kuliko wanawake, kwa sababu wanaume wanaweza kulazimisha zinaa kwa wanawake, wanaweza kulazimisha kwa njia ya kubaka na kufanya vitu vingine vya ajabu ajabu. Lakini wanawake pia wanapaswa kuilinda miili yao. Wanaambiwa katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5, sura ya 4 samani. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 kuanzia mstari ule wa 3, ya kwamba kila mmoja wenu auweze mwili wake kwa utakatifu na kwa heshima. Mungu anataka mwili wako uheshimu. Huwezi kumkabidhi mtu yeyote mwili wako. Mtu ambaye hana mpango wa kukuoa lakini anakudanganya, umpi mwili wako. Mtu ambaye hana mpango wowote lakini tamaa zake za mwili ndio zinamsukuma, na kwa sababu anajua kwamba hutamfanya chochote, wewe ni mtu na umri zaidi ya miaka 18, kwa hiyo hata akikudanganya ukampa mwili wako na baadaye ukapata madhara fulani kwa kunajisi mwili wako, ukapata vitu vibaya, baadaye anaweza kukataa na kukwambia sihusiki, kwa sababu wewe mwenyewe ulirahisisha na ukaruhusu kuunajisi mwili wako. Biblia inasema miili yetu ni hekalu la Mungu. Miili yetu ni hekalu la Roho. Kwa hiyo haipaswi kunajisiwa. Hata kama kwenye nyumba unabaki wewe na binti mko wawili, hautaunajisi mwili wako. Biblia inasema Yusufu alibaki yeye na mke wa Potifa. Alibaki ofisini yeye na bosi wake. Hata kama unabaki na bosi wako ofisini, hauwezi kumruhusu ashike matiti yako, hauwezi kumruhusu aanze kushika mabega yako, hauwezi kumruhusu aanze kushika mgongo wako. Hata kama uko wewe na bosi wako, labda wewe ni mwanamume na bosi wako ni wa kike, hauwezi kumruhusu aanze kushika kiuno chako, aanze kushika sehemu zako za siri, hauwezi kumruhusu. Hata kama mko watu wawili, Biblia inatuonyesha jinsi ambavyo Yusufu alikimbia kutoka katika mikono ya Potifa, ingawa walibaki watu wawili katika jumba lenye thamani kubwa ya mtu ambaye alikuwa mkubwa sana, mwenye cheo katika nchi ya Misri. Kwa hiyo wakati wowote kama tuko kwenye gari labda na msichana mdogo, binti mdogo, hatuwezi kunyoosha mikono yetu na kuanza kupapasa mapaja yake. Labda tumekaa kwenye gari na kijana fulani wa kiume na wewe ndio mwenye ile gari, ni msichana, ni mdada, huwezi kunyoosha mkono wako na kuanza kumpapasa yule kijana. Yeye anasema uweze mwili wako dhidi ya tamaa. Utunze mwili wako kwa utakatifu na heshima. Hiyo ndio itakufanya sasa uwe na sifa kushiriki meza ya Bwana. Na pia ukiwa mtu wa namna hiyo, meza ya Bwana wakati wote kazi yake ni kukuponya. Meza ya Bwana wakati wote kazi yake ni kukuongezea umri. Meza ya Bwana kazi yake ni kutimiza umri wako. Kama Mungu amekusudia uishi miaka 70, kama utautunza mwili wako vizuri,
Vile unavyoshiriki meza ya Bwana inamkumbusha Kristo kwamba huyu ni wa miaka 70, huyu ni wa miaka 80, huyu ni wa miaka 100. Lakini unapoishiriki isivyo, unanajisi mwili wako kwa vitu ambavyo nimevitaja, si sigara, ulevi, uongo, matusi, unyang'anyi, hila, kijicho, chuki, uchungu, ghadhabu, hasira, kisasi. Unaponajisi mwili kwa namna hiyo, haikupi sifa ya kushiriki. Unakosa sifa ya kushiriki. Na unapokosa sifa ya kushiriki katika dunia, hivyo hivyo inakunyima sifa ya kuingia mbinguni. Kwa hiyo ukijiona huna sifa ya kushiriki hapa, inakunyima sifa ya kuingia mbinguni. Ndio maana Yesu ametupa hiyo iko kiwango, hiyo standard ametupa ili tujipime. Ndio maana katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11 kabla tujaomba, anasema mtu ajioji, jipime, umeokoka kweli? Hauna unajisi wowote? Jipime, mtu ajioji mwenyewe. Ndipo sasa aushiriki ule mwili. Katika mstari wa 27, Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 27, mstari wa 27 anasema, basi kila aulaye mkate huo au kunywa kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajioji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Wakati wote tunza utakatifu. Moja ya vitabu vyetu vya tenzi kuna wimbo unasema, tafuta daima utakatifu, fanya urafiki na Wakristo tu. Anasema tafuta daima utakatifu, tafuta daima maisha ya haki, tafuta daima maisha ya kujitoa kwa Mungu. Na unajua watu wana maneno mengi sana, mchungaji, naishi kwenye dunia ambayo unajua imejaa dhambi, haina ukamilifu, dunia hii imejaa kila na ubaya. Huko ndiko Mungu anakowatoa watakatifu. Mungu hawapati watakatifu mbinguni, Mungu anapata watakatifu duniani. Ndio maana Zaburi ya 16 ni zaburi ya maana sana kuisoma mara kwa mara. Zaburi ya 16 mstari wa 3 anasema, watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora. Watakatifu walioko duniani, sio watakatifu walioko mbinguni tayari, sio watakatifu ambao tayari wametoka hapa duniani. Wale ambao wanaishi mahali ambapo kuna mabaa, wanaishi mahali ambapo kuna madanguro, wanaishi mahali ambapo kuna kila namna ya ubaya, wanaishi mahali ambapo wenzao wakiuza pombe wanapata faida, lakini wao hawauzi kwa sababu ya utakatifu. Wanaishi katika mazingira ambayo wenzao wanapouza sigara wanapata faida kubwa, wao hawauzi kwa ajili ya utakatifu. Wanaishi katika dunia ambayo wenzao wanapoitumia miili yao kwa ukahaba wanaendesha maisha yao, wao hawafanyi hivyo kwa ajili ya utakatifu. Wanaishi katika dunia ambayo wale wote ambao wamekuwa wajanja, waongo, watoa rushwa, wadanganyifu na kila namna, ndio wanaonekana wajanja wa dunia, wao hawafanyi hivyo kwa ajili ya utakatifu. Anasema ijapokuwa wanaonekana kuwa ni wajinga, lakini katika njia wanayoiendea hawatapotea. Mwambie jina lako, hatutapotea. Mwambie wengine, hatutapotea. Acha watu wakuone mshamba. Angalia mwanamume gani unakuja kwenye harusi yetu, unakataa kunywa kabia hata kidogo, unakataa kunywa kawiski, yani kawiski hata kugusa kidogo. Mwanajeshi mmoja wa Marekani alikuwa katika vita ile ya Guba kule, kipindi kile cha mwaka 94 95, kule vita ya Guba kule ambayo ilikuwa inaendelea. Na huyu mwanajeshi alikuwa ameokoka, na alikuwa ni kijana mdogo, alikuwa hajamaliza hata miaka 30, lakini tayari alikuwa ni mmoja wa wanajeshi, na alikuwa amepigwa bomu, na ni ushuhuda huko kabisa kwenye YouTube na vitabu kadhaa imeandika. Alipigwa bomu la mwilini mwake, kwa hiyo miguu yake ikawa imeharibiwa sana lile bomu, na sasa anatakiwa kufanyiwa operation kwa haraka ili hatimaye aweze kupata uzima wake, hata kama atapoteza miguu, lakini basi apone, kwa sababu aliumia vibaya miguu. Na katika kutazama katika zile akiba za dawa zinazopunguza maumivu, zikaonekana zote zimeishi, zote zimeishi. Na alipokuwa anakwenda
alipokuwa anakuwa katika makuzi yake, mama yake aliwahi kumwambia usinywe pombe na yoyote, wewe umeokoka. Na mwalimu wake wa Sunday school pia akamwambia usinywe pombe kwa namna yoyote. Kwa hiyo akakuwa katika Bwana hivyo. Na sasa amepata ajali mbaya kabisa. Daktari wa operation na manesi wakamwambia, kwa sababu kuna tatizo kubwa, unapoteza damu nyingi sana, na tunajitahidi kuzuia hili tatizo, lakini hatuwezi kufanyia operation kwa sababu dawa zetu za usingizi na nyingine zimeisha. Kwa hiyo tunaomba tukusaidie kukupatia pombe ambayo itakufanya upate usingizi ili tukufanyie operation ya miguu yako. Akasema, nitaendaje kwa Bwana nikiwa mlevi? Nitaendaje kwa Yesu nikiwa nimenajisi mdomo wangu? Nimetunza mwili wangu mzima miaka yote, leo nitanajisi vipi kinywa changu? Akasema, mkamwambie mama yangu ya kwamba mimi nakwenda kuonana na Yesu, na nilishawishiwa ni najisi mwili wangu kwa kunywa pombe nifanyie operation, nimekataa. Na mkamwambie na mwalimu wangu ya kwamba nimeshawishiwa kunywa pombe kwa hiyo operation, nimekataa, lakini muda sio mrefu nitakwenda kukutana na Yesu. Madaktari na manesi wote wakashangaa. Kwa hiyo wakaanza kumfanyia operation bila ganzi, kwa maumivu makali sana. Hatimaye wakamaliza, wakampeleka udini kwenye sehemu yao za mapumziko. Baada ya siku 2-3 akafariki dunia. Jambo hili lilikuwa limeleta uzito sana kwa yule daktari na wale manesi. Na baada ya muda kupita, ile sauti ilikuwa inamjia yule daktari kwamba akamwambie mama yangu, kamwambie na mwalimu wangu wa Sunday school kwamba ninakwenda kukutana na Yesu bila kujinajisi. Sasa yule daktari alikuwa hajaokoka, lakini sasa hili jambo likawa linamsumbua. Kwa hiyo aliporudi Marekani, akaanza kusema lazima niokoke. Cha kushangaza, alikwenda kuokoka kwenye kanisa analosali mama yule askari na mwalimu wa yule askari, bila yeye kujua. Na alipookoka ikabidi atoe ushuhuda, aseme, mimi kilichonifanya leo niokoke ni kijana fulani, akitaja cheo chake, askari fulani alipitia haya mazingira ninayokuambia. Wakati anasema mama mzazi yuko pale, wakati anasema mwalimu wa Sunday school yuko pale, walipokea mwili wa marehemu lakini hawakujua mazingira. Mama mzazi alitoka kule alikotoka analia, mwalimu alitoka alikotoka analia, nasema tulichokipanda kwa mtoto wetu kija kutea. Ni ushuhuda mkubwa, ukitafuta unapatikana kwenye YouTube. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna haja kunajisi maisha yetu kwamba kwa sababu nimechelewa kuolewa acha nisae kidogo. Utakwendaje mbele za Yesu? Kwa sababu huyu bosi ananiambia uwezi kupata kazi mpaka nilale na wewe, na mimi sina kazi, nimeteseka muda mrefu, acha nilale naye mara moja tu. Itaendaje na Yesu? Itaendaje kwa Yesu na zinaa hii na washirati? Kwa sababu huyu ananiambia nifanye naye hivi. Yusufu akasema, nitafanyaje ubaya mkubwa namna hii halafu nikose? Kanisa lazima tujichunge, tujitakase. Maisha yetu yana sifa siku moja ya sisi kunyakuliwa. Maisha yetu yana sifa siku moja ya sisi kufufuliwa. Maisha yetu yana sifa hata kama utakufa kwenye mazingira ya kutatanisha. Wale watakaokuwa pale kwenye kitanda chako, iwaongezee mzigo wa kumcha Mungu, iwaongezee neema ya kumcha Mungu, iwaongezee hali ya kumcha Mungu, na waseme kijana huyu, binti huyu, jinsi alivyokuwa anakata roho alikuwa tayari, jinsi alivyokuwa na maumivu makali, lakini alisema Yesu, mimi niko tayari. Na ndio maana itaokoa watu wengi. Pale ulipo, inamisha kichwa chako, tafakari maisha yako ni matakatifu kiasi gani? Je, una sifa ya kushiriki meza ya Bwana? Na kama una sifa, kwa nini usitubu?
Maana wiki ijayo itakuwa na meza ya Bwana Jumapili kama leo. Na kama una sifa, kwa nini usiungane? Naomba Bwana nisamehe. Kama nitakosa sifa hii katika dunia, nitakosa sifa ya kufufuliwa. Nitakosa sifa ya kunyakuliwa. Nakupa dakika moja ya kutubu kutoka moyoni mwako kimya kimya, na kumwambia Bwana, naungama kabisa. Wengi mmenajisi miili yenu, wengi mmenajisi miili yenu, mmechafua miili yenu. Bwana watakase kwa damu yake. Bwana waoshe kwa damu yake. Ninaendaje mbele za Bwana na kinywa changu kina pombe? Naendaje mbele za Bwana na mikono yangu ina unajisi? Naendaje mbele za Bwana? Naendaje? Bwana, ulioshe kanisa lako, ulitakase kanisa lako, ulisamehe kanisa lako, utustahilishe mbele zako kama ule ujasiri uliotupatia katika Kristo. Ujasiri huo wa kudumu. Kwa jina la Yesu tumeomba, amen. Mungu awabariki, hata kwa wale ambao wametusikiliza kupitia mvua za baraka. Wao pia wanahitaji kufanya jambo kwenye maisha yao. Wengine tuko nao mbali, lakini tutakapokuwa tunawasiliana, tutawaelekeza jinsi ya kushiriki meza ya Bwana, na jinsi ya kufaidika na meza ya Bwana, na jinsi ya kuwa na sifa mbele za Kristo siku parapanda itakapolia, au siku tutakapoitwa. Mungu awabariki sana.